Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuongea to overcome fear through faith. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wengine ambao wamekuwa na uoga. Bwana Yesu asifiwe. Wamekuwa na uoga kwa jambo ambalo wanapitia. Lakini tunaye Yesu ambaye mweza yote. Kama mtu atakuwa na imani ndogo, ataweza kushinda ile uoga ambayo uko nayo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna uoga ambao inaweza fanya mtu, na wale waoga hawawezi wakaingia katika ufalme wa mbinguni. Haleluya. Overcome fear through active faith. Imani ambayo inaona ile kitu ambayo hatuna. Anasema ya kwamba iko kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wengine wamekuwa na uoga. Hawezi akapiga hatua, hawezi akaenda nyumbani, hawezi akaongoza huduma sababu ya fear. Bwana Yesu asifiwe. Sababu ya fear, uoga. Wengine hawezi akaingia kwa nyumba kubwa sababu hakuna fear nitaweza kulipa namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Isaiah 41:10. Yule ambaye amepata aweze kusoma, sababu tuko kwa nyakati za mwisho ambaye watu wengi wanaogopa zaidi. Wengine wamekuwa na uoga, hawezi akapiga hatua kwa maisha yake. Wengine wameshika na uoga, hata kuimba Mungu hawezi akaimba. Wengine wameshika na uoga, hata kuenda nyumbani hawezi akaenda nyumbani sababu ako na uoga. Anasema ya kwamba anaenda kuolewa mahali pale. Lakini tunaye Yesu ambaye mweza yote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Isaiah 41:10 inasema namna gani? Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. Bwana Yesu asifiwe. Kikumungi mwanani kichantudu. Nani anaongea namna hiyo? Jehova Mungu anasema ya kwamba usiogope. Haleluya. Sababu gani? Sababu watu pamoja nasi. Usiogope ndugu yangu. Usiogope dada yangu. Usiogope kanisa ya Yesu Kristo. Sababu Yesu Kristo ako pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Wengine kama anataka kuanza kujenga nyumba, wengine wanakuwa na uoga kwa maisha yao. Sababu anasema ya kwamba, je, nitamaliza hii nyumba? Haleluya. Amen. Na neno lake linasema ya kwamba usiogope sababu niko pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Usiogope dada yangu, usiogope ndugu yangu, usiogope kanisa la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sababu mali kuna wawili ama watatu wakisanyika kwa ajili ya neno la Mungu, Jehova ako pamoja na sisi. Haleluya. Wengine wanasema ya kwamba mali kuna wawili ama watatu wanasanyika mahali pale, nitaweza kuenda mahali pale namna gani? Neno lake linasema ya kwamba usiogope. Haleluya. Sababu wako pamoja nasi. Jehova akiwa pamoja nasi, tutaogopa nani? Hata kama mtu atakuwa adui yetu, hata kama mganga amejiinua namna gani, nani atakuwa juu yetu? Neno lake linasema ya kwamba usiogope. Juu ako pamoja nasi, hata kama tunapitia kwa mawimbi, hata kama tunapitia kwa njaa, hata kama tunapitia mateso aina gani. Dada yangu, ndugu yangu, usiogope. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ameuteka kendo akono. Bwana Yesu asifiwe. Anatupatia nguvu. Jehova Mungu kama anatupatia nguvu, usiogope nini? Bwana Yesu asifiwe. Kuovercome
Bwana Yesu asifiwe. Jehova kutupatia roho ya woga. Haleluya. Yesu akutupatia roho ya woga. Anatupatia roho ya ujasiri. Haleluya. Anatupatia roho ya ujasiri ya kukanyaga machoka. Haleluya. Usiogope. Dada yangu, ndugu yangu, usiogope. Tuna Jehova ambaye anaweza yote. Hiyo woga ilifanya nami nilipotea Kiambu miaka 7. Bwana Yesu asifiwe. Sababu gani? Sababu baba alisika kule Tanzania pale Serati. Mama pia akatupa kwa road accident. Lakini wakati ambaye nilipata wokovu, Bwana Yesu asifiwe. Neno lake likaniambia kwamba usiogope. Sababu yeye ako pamoja nasi. Yeye ako pamoja nasi. Na yeye ndiye anatupatia nguvu. Na yeye ndiye anatuokoa. Haleluya. Second Timothy 1:7. Timotheo wa pili 1:7. Mwenye amepata aweze kusoma. Haleluya. Watunia. Bwana Yesu asifiwe. Jehova Mungu akutupatia moyo ya kukua na uoga. Bwana Yesu asifiwe. Unajua yule uoga hawezi akafanya jambo ya kusimamisha mama yake. Bwana Yesu asifiwe. Jehova nakumiwa chimba bila koche. Haleluya. Jehova akatupatia roho ya kukua na nguvu. Haleluya. Roho ya kukua na nguvu. Hata kama chakula kuna kwa nyumba, unajua Jehova ambaye muweza yote atalete. Bwana Yesu asifiwe. Nakumiwa chimba bila ngoro. Bwana Yesu asifiwe. Yule mtu ambaye muoga atakuomba Mungu hawezi akaomba. Haleluya. Hawezi akaomba. Yeye ni mtu ambaye amekaa. Yeye ni mtu anakaa na ngoja aweze kuombewa. Na Jehova Mungu akutupatia roho ya uoga. Haleluya. Alitupatia roho ya ujasiri. Roho ya kuona zile vitu ambaye hakuna iko. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa ya Mungu inafaa tuwe na roho ya usini. Bwana Yesu asifiwe. Kama mtoto yake alifika darasa ya 8, unasema ya kwamba yangu atakanyaga university. Bwana Yesu asifiwe. Nami niliwacha darasa la 8. Na yangu saa hii anafanya KRA. Bwana Yesu asifiwe. Sababu Jehova Mungu akutupatia roho ya uoga. Alitupatia roho ya ujasiri. Bwana Yesu asifiwe. Je, asubuhi wa leo unaona uko na uoga ama uko na ujasiri? Kuokoka fear through active faith. Bwana Yesu asifiwe. Je, uko na imani ambayo unaweza vuka nayo? Haleluya. Hata kama una kitu unasema ya kwamba Mungu yangu ambaye naabudu hatanipatia kitu. Yule mtu mwoga hawezi akaomba. Anaona vitu ni kama kawaida. Akiona kanisa lina yumba anaona ni kama kawaida. Hawezi akaenda kutafuta Mungu. Hawezi akaomba maombi na kufunga. Anaona vitu ni kama kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo jambo siku moja iliweza kufanya Simon Petro. Bwana Yesu asifiwe. Akaona Yesu Kristo
Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambaye alianza kutembea juu ya maji, akaanza kusikwa na ile uoga, akaanza kusama. Bwana Yesu asifiwe. Makanisa ngapi ambaye siku hizo wamesama? Watu wangapi ambaye siku hizo wamesama? Hawezi akaomba Mungu vile alikuwa akiomba zamani. Bwana Yesu asifiwe. Simon anasema ya kwamba, mwalimu, kama ni wewe, niambie nitembee juu ya maji. Na akamwambia Simon Petro, simama uanze kutembea juu ya maji. Akaanza kutembea juu ya maji. Wakati aliona maji ni mengi sana, akaanza kuangalia zile shida zake ni mengi sana, akaanza kusama. Wengine wamesama. Alianza vizuri, lakini anamaliza kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Anamaliza kimwili sababu gani? Anamaliza kimwili sababu hakuna imani haba. Bwana Yesu asifiwe. Kuovercome, hallelujah. Kuovercome fear through active faith. Hallelujah. Tunahitaji kanisa ambaye wamejaa imani. Anasema hata kama ni mimi peke yangu, Jehova nitaingia hata kwa hekalu lako, nitaomba mahali pale. Hallelujah. Nitatafuta zile vitu ambaye mababa zangu hawakutafuta. Itakuja. Baba yetu alituacha kwa nyumba ya nyasi, ilikuwa inanyesewa kabisa. Nasi tulikuwa tunawekwa chini ya kitanda. Lakini saa hii Mungu ameleta nyumba ya mabati. Hata stima ikaingia mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji kanisa ambaye wako na imani. Bwana Yesu asifiwe. Je, tuko na kanisa ina gani? Sababu ninayo kanisa ambayo watu na uoga. Kama jambo likiingia kwa kanisa, unaona ya kwamba tayari moyo yake linadidimia. Sababu gani? Sababu hana imani. Hallelujah. Hana imani. Amina. Anaona ni kama kawaida. Kuna vitu zingine si kama kawaida. Kama unaona mtoto yako anakuwa namba ya mwisho, si kama kawaida. Ingia maombi na kufunga. Kama unaona ndoa yako haisimami, ingia maombi ya kufunga. Jehova atasimamisha hiyo ndoa. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kama unaona mali pako kwa kazi haendelee vizuri, Jehova ingia kwa Mungu ambaye muweza yote. Anza kuomba Mungu. Kama kazi hakuna mali pale, Jehova atalete kazi. Hallelujah. Ni mara mingi mali pale ambayo tunafanya kazi ya chuma. Nikiona kama kazi linanidemia mali pale hakuna kazi, Roho ya Mungu inanipeleka mahali pale Kilima kuenda kuomba na kufunga. Na baada ya siku 3 Mungu ananiambia kazi inakuja mahali pale. Sasa hii tunayo kazi ya Safaricom ya kuweka sola kwa boosters hizi zote Kenya yote mzima. Amen. Sababu Mungu wetu anaweza. Amen. Je, dada yangu, ndugu yangu, uko na imani gani? Je, uko na imani ambaye unaweza simama nayo? Sababu Mungu anaweza. Hallelujah. Nikienda kumaliza Mathayo 8:23. Mathayo 8:23. Hecho 23 mwenye amepata aweze kusoma. Watonia Yesu akaingia katika mashua, na walimu wake, wanafunzi wake wakaenda pamoja nao. Kama sisi tuko kwa mashua, tuko kwa hekalu la Mungu, tunataka tuweze kuenda pamoja na Yesu. Haleluya. Endelea. Bwana Yesu asifiwe. Dhoruba ikaanza kukua mahali pale kwa ile bahari. Dhoruba ikaanza
kupasua kuingia ndani. Na Yesu alikuwa akilala. Bwana Yesu asifiwe. Wakaingia katika masiwa, na wanafunzi wakaenda pamoja na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna dhoruba ambayo inaweza kamata kanisa. Kuna dhoruba ambayo inaweza kamata boma. Kuna dhoruba ambayo inaweza kamata ndoa. Kuna dhoruba ambayo inaweza kamata mahali pale ambayo unafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Na hata kama imekamata mahali pale, bado kuna Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alikuwa akilala mahali pale. Kuna wakati ambaye Yesu hulala. Kuna wakati ambaye mambo haendelei kama kawaida. Haleluya. Unapata mambo imekuwa magumu. Wengine wanasema Mungu ambaye naabudu, mbona hawezi akanisaidia? Bwana Yesu asifiwe. Wengine wanatosa imani. Wengine wamekaa kwa nyumba. Anasema ya kwamba nimeenda kwa kanisa miaka mingi. Haleluya. Sasa hiyo ndio Yesu wako karibu. Sasa hiyo ndio Yesu wako karibu. Anataka kuona hatua ambayo utachukua. Je, utaweza kuamuza Yesu? Wanafunzi wakamuza Yesu. Wakamwambia kwamba dhoruba inatuua. Haleluya. Dhoruba imeua watu wengi. Ilifanya masuala ambaye Jona alikuwa naye, kila mtu aliweza kutupa vitu ambaye ilikuwa ndani ya masiwa, ndani ya maji. Bwana Yesu asifiwe. Pengine umetupa hata ile imani ulikuwa nayo juu ya ile dhoruba ambayo unapitia. Haijalishi au wanafunzi walikuwa naona chenye Yesu alikuwa akitenda, lakini imani yao ilikuwa imedidimia. Hata kuomba Mungu hawangeweza kuomba juu walikuwa naona mawimbi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mawimbi ambayo inaweza yumba hata boma. Inaweza yumba hata nyumba, mpaka nyumba iweze kuharibika. Inaweza yumba hata mahali pale ambayo unafanya kazi, mpaka unaona tumaini hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Naona tumaini sasa hakuna. Wengine wamekaa kwa ndoa, miaka inaenda lakini mtoto hakuna. Tunataka yule mwanamke ambaye atakuwa na imani, ambaye anaweza shinda nayo uoga. Bwana Yesu asifiwe. Naona miaka inaenda, hata hujapeleka mali kwa bibi yako hujapeleka. Unakaa hapa Nairobi, miaka nenda miaka rudi. Wengine wanaenda nyumbani, wewe usikaenda nyumbani. Tunaye Yesu. Haleluya. Tunaye Yesu ambaye mweza yote. Alinirudisha kule nyumbani kama nimepotea kiasi miaka 7. Bwana Yesu asifiwe. Alinirudisha zile vitu ambaye Satani alichukua. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama ni upendo ndio imekosekana kwa ndoa, Yesu ako na uwezo ya kurudisha hiyo upendo tena. Bwana Yesu asifiwe. Wanafunzi wake wakandamana na Yesu, wakaingia ndani ya masiwa, wakaingia kwa hekalu kama hii. Bwana Yesu asifiwe. Wakaona mawimbi ikaanza. Wengine wakaona uoga, hawana ile active faith ambayo inaweza shinda uoga. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunayo Yesu ambaye mweza yote. Hata kama mambo mengi imeharibika, tunayo Yesu ambaye mweza yote. Tunahitaji kanisa ambaye wamekaa kwa maombi. Nataka watoto ambaye wamekaa kwa maombi. Nataka wamama ambaye wanakaa kwa maombi. Nataka wazee ambaye wanakaa kwa maombi. Hawataki kuangalia vitu ni kama kawaida. Wengine wanaona ni kama kawaida, lakini hatuwezi tukamwambia Satani kama kawaida. Kama vitu zetu zinaharibika, uweze ukamwambia Satani ni kama kawaida. Nenda kwa magoti, mwambie Mungu, Jehova rudisha tena. Bwana Yesu asifiwe. Atarudisha yale ambaye
angechukua atarudisha, na atarudisha mara 7, sababu tunayo Yesu ambaye mweza yote. Yesu ambaye mweza yote. Wanafunzi wake wakandamana na Yesu, wakaingia ndani ya mashua. Wakati waliingia ndani ya mashua, mawimbi ikaanza mahali pale, masiwa ikaanza kuyumba. Za zile masiwa inaanza kuyumba, wanafunzi wakaona wanazama. Kanisa mangapi ambaye siku hizi wamezama? Kanisa mangapi ambaye siku hizi wamefunga hata milango? Bwana Yesu asifiwe. Lakini nasi tunayo Yesu ambaye mweza yote. Anasema chochote ambaye tumefungua hapa duniani, hata juu mbinguni limefunguliwa. Haleluya. Amen. Na Yesu ambaye mweza yote. Hakuna jambo ambaye inashinda Yesu. Kuna jambo. Hata kama watu walisema ataweza, haleluya, ataweza, lakini Yesu mweza. Kama utaweza kuchukua hatua, kama utaweza kutumikia Mungu hata na mali yako. Bwana Yesu asifiwe. Kama utaweza kutumikia Mungu na mali yako. Pengine umeomba Mungu lakini hujatumikia Mungu na mali yako. Wanafunzi wakafurahia, wakasema ya kwamba watatuingia ndani ya mashua, watatuingia ndani ya hekalu, watatuweze kuenda na Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Dada yangu ikiendelea ikisema namna gani? Wanafunzi wake wakaenda karibu na yeye, wakamwamuza Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unamwamuza Yesu namna gani? Haleluya. Amen. Wengine wajui kuamuza Yesu. Anataka kuamuza Yesu kama amelala kwa kitanda. Bwana Yesu asifiwe. Wengine anataka kuamuza Yesu na amejichanganya kwa maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakaendea Yesu, wakasema wacha tumwamuze Yesu. Wengine hawajui kumwamuza Yesu. Sasa anataka kumwamuza Yesu. Hawezi akamwambia Yesu shida ya moyo yake, shida ya mama yake, shida ya ndoa yake. Anasema ya kwamba Yesu unanijua. Yesu atakujua namna gani na utaki kumwambia Yesu jambo ambaye inakusumbua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niko na furaha sababu ya hii kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niko na furaha sababu ya hii kanisa. Na huenda pengine Mungu ndiye alinituma mahali hapa, sababu nami nilikula na mtu mshiriki mmoja hapa kama ninatengeneza baskeli yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Simon Petro pia wakakula na Yesu kama wanafua samaki. Haleluya. Amen. Wewe unataka kumwamuza Yesu namna gani? Sababu mhubiri anakuja. Utamwamuza Yesu namna gani? Wengine wanamwamuza kama wamekaa kwa kiti. Wengine wanataka kumwamuza kama wamejitanganya. Hawataki kutengeneza roho zao. Hawataki kutengeneza uhusiano yao na Mungu. Wakamwamuza Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inaendelea ikisema namna gani? Wakamwambia hivi. Yesu akawaambia hivi. Mbona mko na uoga? Mbona dada yangu uko na uoga? Mbona ndugu yangu uko na uoga? Bwana Yesu asifiwe. Mbona uko na uoga? Najua mtoto mwoga hawezi akapita mtihani. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi ukapita mtihani. Niko na furaha sana juu ya mchungaji wetu. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama yeye ni mama hana uoga. Haleluya. Unajua nami kitabu nikuja mahali hapa, nimesoma roho ya kila mtu mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akawaambia ya kwamba mbona mko na uoga? Haleluya.
mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Waoga. Vitu ya Mungu inachukuliwa na wenye wa mamlaka. Sababu wale watu ambao tunapigana nao, hatupigani na damu na nyama, tunapigana na maroho. Na wale watu waoga hawawezi wakacheka. Bwana Yesu asifiwe. Sababu walikufa kama wana makao mazuri kwa maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Inataka yule mtu ambaye amejaa na imani kuovercome fear through active faith. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni mama ambaye anapata mtoto, anasema Jehova analete. Haleluya. Anaanza kununua mavazi ya mtoto yake mdogo. Haleluya. Sababu anajua Mungu analete. Anajua Mungu analete. Jehova atakawia. Yesu akawaambia ya kwamba mbona Mungu na uoga? Siwe na uoga. Tunaye Mungu ambaye mweza yote. Kuna jambo ambaye inamshinda. Alitembea juu ya maji. Hatatembea hata kwa mateso ambayo yenye unapitia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mbona uko na uoga? Jehova hataki wale wote ambao muoga. Muoga hawezi akaingia katika ufalme wa mbinguni. Mahali pale haitakani waoga. Mahali pale inatakana wajasiri. Wanakaa kama Mesaka na Abednego. Walisema ya kwamba hata kama utaweka moto mara 7 hatutainama. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wamekuwa na uoga. Wengine wamekuwa na uoga. Wanasema hii jambo imetukamata. Tutaweza kushinda namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Ndio wanataka wale wote ambao wajasiri. Bwana Yesu asifiwe. Kuna plot ambayo inaingia na ile plot watu walibadilisha ni plot pusi. Plot pusi. Sababu gani? Sababu pusi paka iliweza kukula wenye plot. Waliweka ile plot ya majini. Lakini nami nilisema ya kwamba ninataka kupima Jehova ambaye niko na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Ile plot wengi waliama, tukabaki watu 3. Lakini Mungu ambaye mweza, Jehova ambaye mweza, aliondoa hiyo maroho ya majini ikaenda. Wale watu wote ambao walikuwa wameama, watu wakaanza kukuja. Bwana Yesu asifiwe. Watu wakajaa kwa hiyo plot. Na watu waliokopa hiyo plot ni plot pusi. Ikabandikwa jina. Wewe pengine umebandikwa jina gani? Bwana Yesu asifiwe. Umebandikwa jina gani? Pengine umebandikwa jina ya tasa ama jina ya maskini. Bwana Yesu asifiwe. Lakini za jina utamwamuza Yesu. Haleluya. Ukimwamuza Yesu, jina lako litabadilika. Haleluya. Jina lako litabadilika. Jina ya baba yetu itabadilika. Wakasema Mungu wa Paulo ni Mungu ambaye ufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama utamshi, kama utakuwa na active faith, kuovercome fear through active faith, kushinda uoga, kukuwa na moyo thabiti. Asubuhi wa leo mhubiri anakuja. Je, umetengeneza imani? Imani ni kuwa na hakika kwa ile kitu ambayo hakuna iko. Bwana Yesu asifiwe. Ile kitu hakuna unajua ya kwamba iko. Utamwamuza Yesu. Umwambie Yesu nimekuja. Yesu nimekuja. Rejea zile vitu zote ambazo Shetani alichukua. Bwana Yesu asifiwe. Usiamuza Yesu kama umekaa kwa kiti. Amuza Yesu kama umepiga magoti. Unainua mkono yako ukimwambia Yesu nimekuja. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nimekuja. Rejea zile vitu ambazo Shetani alichukua. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu yangu, dada yangu ambaye tuko na wewe mahali hapa, tengeneza. Tengeneza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Je, umetengeneza imani?
maisha yote, na Mungu atubariki. Asanteni sana, Mungu atubariki sana.